Jeruti ameingia Simba, ameona Simba ina performance nzuri, ina mvuto. Sasa hivi Simba imekuwa ni sawa na Jalala kwamba kila atake napokea tu. Kato Chama njoeni. Siyo kuna usajili tumefanya usajili wa jamaa ambaye kwamba msimu mzima uliopita hajafanya vizuri. Sisi tumemchukua. Aitwa Ismail. Na ukiacha hivyo basi timu kiukawaida huwa zinakuwa zina mascout ambao wao kazi yao kubwa ni kutafuta wachezaji. So maybe kwenye upande wa mascout wa Simba utakuwa hawako vizuri zaidi. Hilo unaliongelea vipi kuliko kuwa direct moja kwa moja kina Mangungu ambao kazi yao ni kutoa mishahara na kulipa wachezaji? Scout ya Simba. Scout ya Simba wako vizuri sana. Yaani kwenye swala scout hapo no comment. No comment. Chama kaja. Kwa sababu scout wa Simba sawa ni scout ambao wana jicho la kuona, lakini wakishaona inaanza process zinaenda kufanyaje, kukanseliwa. Hao scout walimuona Okla ama kaenda Yanga sawa, na pia wakasema huyu ni bora na kabisa, wakamfuata wakafanya mazungumzo nayo. Kilichofuata nini? Kila mchezaji ambaye tunaye kwamba wanamuona scout yetu Yanga lazima mchukue. Maana yake nini? Scout yetu ni mzuri, lakini shida iliyopo scout wanafanya kazi yao, lakini baada pale hawa ambao wanaidhinisha haya mambo, hawa ndio wanawaangusha wale. Sio Kratos Chama, sio scout. Ni Mangungu na genge lake. Kibabage sio scout. Ni Mangungu na genge lake. Sawa. Lakini kuna huyu mwingine anaitwa Ismaili ambaye kule amedrop msimu uliopita. Eti anakuja kufanya majaribio. Sehemu ya kujifunzia, klabu pekee kujifunzia Afrika sasa hivi ni klabu ya Simba. Wamemchukua. Lakini pia Gueye na pia hajafanya vizuri misimu miwili. Na pia tunamwona ndio mchezaji bora. Wanasema na miaka 22. Kwa hiyo kwamba eti Gueye sura yake amekoma sura kama yangu mimi, wanasema na miaka 22. Alafu huyu Okla sio Okla sawa. Huyu Okla huyu sawa, sio Okla huyu ambaye amechukua Yanga ana miaka 23. Kwa hiyo dogo ni ndo mkubwa, alafu Gueye sawa, eti yeye ni mdogo, lakini sura yake ukiangalia limekomaa. Labda mazoezi makali. Mchezaji Okelo kumlazi maki jina kinaongekana Okelo sawa. Ukimwangalia Okelo, ukimwangalia sura Okelo, ukiangalia sura ya Gueye, weke hapa. Umchukue mwanao ana miaka 5. Mwambie nani hapa kaka mkubwa? Mtoto mwenyewe anasema. Mtoto mwenye miaka 5 mweke Okelo mweke hapa na Gueye. Mwambie mwanao miaka 5. Hebu mwanangu, nani hapa kaka mkubwa? Atakwambia ni Gueye. Gueye kapita vilabu vingi. Gueye kaenda mpaka Hispania. Amefanya tu Hispania. Leo hii Gueye akaona kule ukamwona hakuna kitu. Amerudi kwenye nchi yake. Baada na pia sasa round yote aliyoifanya unasema na miaka 22. Jamani, yule kiwalisia ni mzee. Vijana wenye Gueye mtoto ndio yule ambaye tumemwona anakiwasha, anaipa ushindi Senegal kwenye African. Yule ndio Gueye, kijana mdogo. Hata sura yake ukimwangalia tu huyu ni mdogo. Na ndio maana Senegal hawataki kudili na wazee wasio na faida. Wazee wenye faida akina nani? Tunaona akina Sadio Mane. Sawa, wao ndio wazee ambao kwamba wenye faida kwenye klabu ya Senegal, kwenye taifa la Senegal. Lakini leo hii yani viongozi wa Simba, yani sijajua hizi akili nani ambao anawafundisha. Yani wanatuaminisha, yani wao wanaasi, wanatuambia kwamba unaona kabisa kwamba hichi ni kinyesi. Wanakuambia hiki sio kinyesi. Yani kwamba wanasema hiyo keki. Hiyo keki, kwamba keki ambayo imetengenezwa mfumo wa kinyesi. Hiyo ndio akili ya viongozi wa Simba, ndio akili ya Mangungu. Narudia kusema kauli yangu ya mwisho. Simba, wanachama, mashabiki wa Simba, tusipomtoa Mangungu, na Mangungu yupo mpaka mwakani ujue. Uchaguzi wake mwakani yupo sana. Lakini pia nawakumbusha, kama sijamaliza, nawakumbusha nani mashabiki.
Mangungu alitangaza kwenye uchaguzi kwenye mkutano, alisema tarehe 5 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 usajili wa wanachama rasmi utaanza. Leo tarehe 20 ngapi? Wanachama mniambie. Lile swala halizungumziwi na halijazungumziwa na hakuna chochote ambacho kinafika mpaka leo hii. Takriban leo ni tarehe 21 kwa 22. Maana yake nini? Swala lishakufa. Kwa hiyo bado Mangungu, sisi mashabiki wote nchi mzima anatuendesha anavyotaka, kama anavyoonyesha yeye, anavyoonyesha watoto wake na wake zake nyumbani. Sisi tumekuwa bei jioni, wote tumekuwa ni mambumbumbu yani. Yeye pika ni mwenyekiti mama. Kwa hiyo kama ameweza kutudanganya kwenye issue ya uingizaji, na hiyo ni maslahi ya klabu, sio maslahi yake yeye. Amepiga danadana. Je, kwenye issue ya maslahi ya kabingwa atufaulu? Wanachama wa Simba, mashabiki wa Simba, tupinge, tukatae, tukubali, tutafungwa na Yanga mpaka Yesu atarudi. Lakini Mangungu akiondoka tunashinda. Mangungu akiondoka tu, ilizi ni ile ndio ilizi hatari ile. Na yule anaweza kupeleza kwa sababu mwanasiasa mzuri, siasa anajua, anaweza kutumia na kupeleza neno na neno na pia likaishi. Kwa hiyo wana Simba, ili tuweze kupata dawa na tuweze kurudi katika ulimwengu wa soka, ni lazima Mangungu apate kuondoka, na njia ya kuondoka Mangungu ni ya kuandamana tu. Haondoki Mangungu njia ya kawaida. Ameshawateka influencers wote ambao ndio wale maarufu ambao wanafanya wao vierere. Na twende moja kwa moja sasa kwenye details. Maandamano hayo unaitisha ni ya nchi nzima. Yes. Na kwa nchi nzima, kwa Dar es Salaam umesema yataanzia Kariakoo, Msimbazi mpaka Masaki, na wale walioko mikoani wao wanaenda wapi? Na yatakuwa ni tarehe ngapi? Tarehe 29. Mwezi wa kwanza. Tarehe 29 mwezi wa kwanza. Yes. Sawa sawa. Ni maandamano ya Simba. Tuelewane vizuri, ni maandamano ya wanachama au mshabiki kindakindaki wa klabu ya Simba. Popote pale alipo, kwamba matawi ya mikoani yote ikifika tarehe 29 wasimame kwenye matawi yao na mabango yao. Hawamtaki Mangungu, na kama Mangungu akiendelea kubaki basi hawatahusika. Yani hiyo itakuwa ndio Texas. Yani kama watu bado Mangungu atamwangania, basi matawi yote nchi mzima hawatahusika kwenye mechi yote klabu ya Simba mpaka Mangungu aondoke madarakani. Kama mwakani uchaguzi wake, basi mechi zote za msimu zilizobakia watu hatutaingia katika viwanja vya mpira kuisupport klabu yetu ya Simba. Chochote wakifanya, kama chochote kifanya, waingia kina Mangungu na genge lake la kiuni pamoja na watu wengine hawa akina Dr. Mo, akina Jibisi nani, lakini sio mashabiki wa Simba. Hiyo ndio maelekezo yangu kama malaika wa Simba, kwa ajili ya maslahi ya klabu ya Simba, kwa ajili ya maslahi ya muendelezo, kwa ajili ya maslahi ya sisi wenyewe mashabiki, tuwe na furaha. Yanga sasa hivi wenzetu wanafurahi. Yanga sasa hivi blaza, ni kio kitembea Simba anatabasamu. Mimi inaniuma. Angalia juzi anacheza mchezo, mtu anampiga mtu goli 6 kama kasimama. Na anapigwa sio mebegwa, hapana. Inapigwa sambusa. Yaani pila lile la Yanga, pila sambusa lile. Kuna muunganiko wa Pacome Zouzoua, wa Max Mzingeri na yule, yani wana muunganiko wale, yani pale mbele pale wanapiga lile sasamba lile, sasamba mpaka wanajisikia raha. Vipi, unatamani siku moja uhamie hata Yanga ukapata hizo raha au inakuwaje? Kutamani, siwezi kutamani kwa sababu mwenye asili aache asili. Akiacha asili hana akili. Sawa. Wewe Simba damu. Yani mimi nimezaliwa katika mikono ya Simba na nitaishi katika mikono ya Simba. Haijalishi nitapitia magumu kiasi gani. Ila sitaacha kusema na kuitetea klabu yangu ya Simba kwa yote ambayo maendeleo mabaya ya Simba yatakayokuwa yanafanyika na klabu ya Simba. Kwa hiyo kati ya mechi ya Yanga akiwa anacheza na Simba akiwa anacheza, ni mechi ipi ambayo unavutia kuitazama? Mechi ya Yanga. Nisiwe mnafiki. Nani, yani sasa hivi mechi ya Yanga ikiwa inachezwa, mimi nitakuwa kwanza kwenda kukaa kuangalia, nipate burudani. Yes. Nipate burudani. Yani burudani, ukitaka kuangalia mpira ambao ni ladha sasa hivi, nenda, yani kwamba angalia mechi ya Yanga. Nisiwe mnafiki, na sio mimi peke yangu. Nakwambia hivi, hapa nilipo kuna watu wengi wamenipigia simu, wanawake kwa wanaume, wamesema Malaika, bwana sasa hivi sisi bwana tunapumzika. Wanapumzika kushabikia Simba na kwenda uwanjani hata kununua jezi. Kwa hiyo
taratibu za jezi zitaendelea kuwa mbaya kwenye klabu ya Simba mpaka tuseme. Wengi wameniambia, wamenipigia simu wengi, na mimi nimwambie mko sahihi, kwa sababu klabu haiwafurahishi na bado viongozi wanawajibu kwa jeuri. Lakini katika maisha yenu, alafu tuone kila mmoja abaki kwenye maisha yao, alafu sasa tuone hao viongozi hao wafezuli wabaki na klabu ya Simba. Okay bana, asante sana ndugu yangu. Asante sana.